Taasisi hii kazi yake kubwa iko kwenye maeneo matatu: kuelimisha jamii na kuhamasisha juu ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, lakini pia taasisi yetu inafanya kazi kubwa ya kuchangia vifaa tiba vya kuweza kuhudumia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Cha kwanza tulikuwa tunaiomba serikali iweze kutenga fungu kwa ajili ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati kupitia wizara yake. Cha pili, serikali ni namna ambavyo inaweza kuweka elimu ya mtoto njiti kwenye masomo ya sayansi na biolojia, hasa kwenye topic ya reproduction. Tunaamini kwamba swala la mtoto njiti ni swala zito, pana, linaangalia haki ya mtoto ya kuishi, linaangalia malezi, linaangalia kumlinda mtoto. Sasa hivi maternity leave ni miezi 3 kwa kina mama wote. Lakini tunaamini kwamba mtoto huyu mama anatakiwa muda mrefu zaidi. Miezi 3 tunayo, tunataka additional miezi 3. Kwa hiyo itasemekana ni miezi 6. Kwa hiyo nikaona ni elaborate kwa hiyo. Muhimu wa mama na mtoto kuendelea kuwa at least more than 3 months, mimi naona ina benefit kubwa sana kwa mama na kwa mtoto. Ukianza kwa mama, kuna swala la kwamba wana magonjwa yao kama ile kisukari na shinikizo la damu. Kukaa na mtoto wake inamkumbusha kwamba anaweza katika medication time, it's less stressful, na mwanae anapata support from inamsaidia pia kwamba yeye kiafya anaenda sahihi. Tumeshawishika kabla hamjatushawishi kwamba hii ni moja ya majukumu yetu, na inawezekana ni moja kati ya mambo ambayo tulikuwa pengine tumeyasahau kuyashughulikia. Sisi tuna njia nyingi sana za kufanya kupitia, tuna kitu kinaitwa mikataba ya hali bora ya kazi. Hii mikataba ya hali bora ya kazi ni michakato ya kisheria, ile sheria. Hilo pia linaweza kupitia ile mikataba ya hali bora ya kazi linaweza kufanyika. Sisi hatuna haja kwa convinced kwenye hii, kwa sababu tunaliona dada. Inatokea kwetu na sisi ni sehemu ya jamii. Kuwa dokta haimaanisha tu, ndio maana tunasemea habari ya mikopo sijui ya elimu ya juu. Tumesemea sisi wafanyakazi tunawatetea wakiwa kazini, lakini tumeletea mpaka walioko mashuleni. Mpaka leo wanasema, sasa hii hapa mlitupatia sana, mlitusaidia sana. Tumesemea. Tunafika mahali tunapiga kelele mpaka bei ya mafuta. Mtumishi anapandaje gari, nauli zinapata na katika kufanya nini. Kwa vitu vya kwenye jamii vinavyofanyika vinatugusa na sisi. Mtoto njiti sisi ni sehemu ya jamii, ndio maana huko unaweza kukuta yule jamani mwenye kitu mtaa. Sisi tuko tayari kushirikiana na wewe, lakini zaidi kushirikiana na wafanyakazi wale ambao ni beneficiaries ambao sisi ndio tunawakilisha na tunasemea. Kwa hiyo jambo hili nashukuru viongozi wametekeleza positively, na naamini kwa sauti yao viongozi hao tutafanikiwa. Kwa hiyo tumetokea, tutaendelea nayo sana. Sasa sisi internally kuona tunaenda nayo vipi, na naamini kama rais alivyosema kwamba this is the time yetu sasa kuweza kubeba issues mbalimbali, nadhani hata hapa tutaibeba.